Asalamu alaykum wananchi wa Kigogo Fresh A. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Hamisi Maokola, ni mkandarasi wa mtaa wa Kigogo Fresh A. Nilipewa tenda mwaka jana. Vikao vya awali vilianza mwezi wa 4. Nilifuatwa na kamati ya mazingira mtaa wa Kigogo Fresh A baada ya kuona hali ya mtaa ilikuwa ni mbaya. Na hakika ni kweli mtaa wa Kigogo Fresh A ulikuwa hautazamiki. Huduma ya takataka, ndugu wananchi, ni huduma ambayo inahitaji mtaji. Wakati tunaanza zoezi lilikuwa halisumbui kwa sababu niliwekeza mtaji wangu. Ukishawekeza mtaji wako, unatarajia kwamba huendelee kutoa huduma ya takataka mtaani kutoka pesa zile zile ambazo zinalitani kutoka kwa wananchi. Changamoto zilikuja, baadhi ya wananchi kuikana huduma, na mfano uko wazi. Nilishapeleka mpaka kwenye kamati ya mazingira mtaa. Eneo lile pale tunaloliona pale, hawashiriki kutoa takataka na hawashiriki kulipa ada ya takataka. Sio maeneo hayo tu, kuna kipande katika maeneo ya serikali za mtaa kwa hapa chini bondeni, nao pia hawapo tayari katika zoezi la kutoa takataka wala kuchangia ada ya takataka. Swali linakuja, je, hawa watu ambao hawapo tayari kutoa takataka zao kwa ajili ya kumpa mkandarasi azisafirishe kwenda dampo, taka zao hizo wanazipeleka wapi? Lakini pia wapo ambao tuliwahoji, nyie takataka zenu mnapeleka wapi? Wakasema, mimi nafanya kazi soko la Kigogo Fresh B, kwa hiyo takataka zangu nakwenda kuzipeleka Kigogo Fresh B. Tukamwambia ni kitu ambacho hakiwezekani. Huu ni mtaa mwingine na kule ni mtaa mwingine, huku kuna utawala wake na kule kuna utawala wake, si ndio? Kwa lazima takataka sisi ndio tuiondoe kuipeleka dampo, na hakuna mwananchi ambaye amepewa mamlaka ya kwenda kutupa dampo isipokuwa tu kwamba serikali ilitenga eneo tengefu ambao ni Pugu Kinyamwezi, kwamba takataka zote ni lazima ziende zikatupwe pale, si ndio? Kwa hiyo utakuta katika mazingira haya wapo wananchi ambao wao wamejitengenezea bei za kulipa wao wenyewe pasipo kufuata bylaw. Wapo wanaolipa shilingi 1500 wakisema kwamba ni maagizo kutoka juu. Nikiuliza kwamba ni maagizo yapi kutoka juu, sielekezi, lakini wapo wajitengenezea mazingira kulipa shilingi 2000. Nikihoji kwa nini shilingi 2000, tumeelekezwa tulipe hivyo. Utaki achia tena. Kwa ni baadhi ya changamoto ambazo kama mkandarasi nazipitia. Hapa mkononi na document, ambayo document hii nilishaikabidhi mpaka ofisi ya serikali za mtaa. Ni baadhi ya majina haya watu ambao hawalipi. Naomba niwaonyeshe. Idadi ni ngumu kidogo kwa sababu, lakini peji ni hizi. Watu ni wengi. Hawa watu ni hawalipi, wapo ofisi ya serikali ya mtaa. Kwa mazingira kama haya, mkandarasi mdogo kama mimi, lazima kila kitu kitadondoshewa kwangu. Lakini hakuna mwezi ambao umepita Kigogo Fresh mimi sijaingiza vyombo kusafisha, isipokuwa kama kuna masalio. Ni matatizo ya kibinadamu, sio kwamba kila mtu atafikiwa. Wapo ambao wanasahaulika au bado takataka, nakili ni kweli. Lakini pia niombe radhi kwa mwezi uliopita na mwezi huu kulikuwa na changamoto ya dampo, na ushahidi huko wazi, dampo kulikuwa kuingiliki. Kipindi cha mvua hakuna asiyejua kwamba shughuli za uendeshaji na uondoaji wa takataka mtaani ni ngumu. Sio mimi tu ambaye ni mkandarasi mdogo, hata wakandarasi wakubwa. Nimefanya stock analysis kwenye mitaa mbalimbali, ushahidi ninao. Matakataka ni mengi, zaidi ya miezi miwili ndio tunalipishwa pesa. Lakini mimi Kigogo Fresh hii hakuna mwezi ambao sijaingiza chombo. Lakini pia yupo msimamizi ambaye anasimamia swala la kuondoa takataka mtaani. Lakini pia nimeshirikisha mpaka baadhi ya wadau kutembea nao mtaani waone changamoto ambazo mimi nazipata kule mtaani. Lakini kila changamoto inadondokea kwangu, mimi naipokea kwa sababu ni mkandarasi ambaye nimepewa dhamana. Lakini kuna sababu zipo za ndani ambazo mimi zinanikabili, siwezi kuziweka wazi leo hii. Lakini kwa sababu ni mkandarasi mdogo na mimi ndio naonekana na macho yote ya wananchi wote popote pale, mimi napokea changamoto. Lakini kwanza niombe radhi kwamba kuna changamoto hizo. Kwa hiyo ndugu wananchi, nishazungumza hizo changamoto kwamba malipo ya watu hawalipi kwa wakati. Baadhi ya watu ni wakaidi. Kuna watu mpaka leo na miezi 9 toka nilipoanza zoezi mpaka leo hii hakuna ambaye amelipa hata shilingi moja. Atalipa faini ya shilingi 300. Sisitize hapo. Wakati mwingine tunamkamisha mkandarasi kwa sababu ya kutolipa hizi ada za taka. Kupeleka taka dampo ni gharama. Hakuna kazi ngumu kama hiyo. Kwa hiyo naomba tutoe ushirikiano katika uchangiaji wa taka ili taka ziweze kuzolewa kwa wakati
na mji wetu kuwa safi. Kwa majina naitwa Tunise Kiamba, mkazi wa Kigoma. Hii swala la usafi tunaweza tukamlaumu mzabuni, lakini sisi wenyewe wananchi ni wachafu. Ushahidi, hebu twende hapa tunyanyuke meza kuu, twende hapa kaka hapa, utakimbia uchafu uliomwagwa hapa. Watu hawataki kuweka usafi kwenye maeneo yao, ili mkandarasi anapokuja akute uchafu umeweka kwenye maviroba yako. Mimi pale kwangu pale ndio sehemu ya kutupia. Watu wanatoka huko bondeni huku wanakuja na viroba usiku, wanakuja na mwaga pale kwangu. Mwenyekiti, nimewahi kukuambia kwamba weka walinzi. Huyu mlinzi akikamata anapata 25,000, mtaa unapata 25,000. Ili swala la usafi, mwenyekiti kiweka mpango huo, tutakomesha uchafu, Kigogo hautakuwepo. Bylaw ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam inaeleza wazi kila mtu anatakiwa alinde, na kama hawezi kulinda basi sharti achangie kiwango ambacho kimepangwa kwenye mikutano yetu ya wananchi. Lakini nastaajabu sana, huu mtaa kuna baadhi ya watu hawataki kusikia kabisa hicho kitu. Ukimfuata achangie na vijana wanafanya kazi zao, anakwambia hana pesa. Sasa nitoe rai, mimi hapa nimekuja kusimamia sheria. Mimi sitomwonea mtu haya ambaye atathubutu kutochangia hada ya ulinzi shirikishi, na kama hawezi kuchangia hatoke ndani, aungane nao vijana halinde. Kwa kuanzia wiki ijayo tutapita nyumba kwa nyumba, ambaye hatakuwa na stakabadhi ya ulinzi shirikishi tutatumia sheria, atafika kwenye vyombo vya sheria, hatapigwa faini na atalipa hada aendaiwa. Kwa niwaambie kabisa, hilo sio swala la mtu aliyejiamulia, bali ni la kisheria. Baada ya kusema hayo, takaribisha wajumbe ambao wanahoja basi wachangie.